Na mimi ni Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na utakuwa kwanza kuwa unapata matangazo yetu kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, wazalendo wa wakamata mateka wa M23 wa NSPF Kongo pamoja na RDF. Uvira, raia waandamana kutaka ujenzi wa barabara taifa nambari 5 uendelee. Kivu ya Kaskazini, kukamatwa kwa Jenerali Kabido na msaidizi wake Raus, kundi lake la FPP baada AFP la paza sauti. Ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika Mashariki, tarehe 26 mwezi wa 6 2025. Kumbuka operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV, na pia tembelea Baraka One TV channel 2 ambako utakutana na baadhi ya matukio yote yanazidi kuirindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na bila kupepesa macho, tuanze na taarifa hizi kutoka jimboni Kivu ya Kusini ambako wazalendo wa wakamata mateka M23 la NSPF Kongo pamoja na RDF. Jimboni Kivu ya Kusini, eneo la tarafa la Kabare ndani ya kijiji cha Chifuma, waza wamefanikiwa kuwatwanga magaidi wa M23 na huku wakikamata baadhi ya mateka baada ya mapigano makali. Wazalendo waliweza kuwasha moto ambao uliwashinda magaidi wa M23 na hivyo kufanikiwa kuwakamata mateka, na wengine zaidi ya 15 wakipoteza maisha, na waliosalia walikimbia na kukimbilia ndani ya mji wa Bukavu. Tukiendeleza kuwapeni habari kutoka jimboni Kivu ya Kusini ndani ya mji wa Bukavu, baadhi ya watu ambao wanafanya kazi za magaidi wa M23 ya kukusanya kodi, huku wakiwa wanatumika pia kuwazingisia baadhi ya vijana na kuwauza wananchi kwa magaidi wa M23. Wazalendo wameweza kutoa onyo kali kwa yoyote ambaye anahusika na vitendo hivyo vya kihalifu kwamba muda si mrefu unakaribia waweze kujirekebisha, na endapo itashindikana basi cha moto watakipata. Message inaelekea batu batatu. Wa kwanza ni shefu mfano photographe. Mon frère, tunasema angalisho sana. Tunapata ujumbe keno unasumbua sana population kuentere ya abo Banyarwanda wenye kunatumika nao. Mwingine mwenye tunatia angalisho ni huyu kaka mwenye kunalipisha mataksi mukomine ya Ibanda. Mon frère, unatesa population sana. Tunakupatia angalisho sana tena sana. Angi na population. Jua kinu ni bakongomani bako munchi hapo. Kama kunatumikia wale bajinga benye kunalipisha mataksi mukomine ya Ibanda, tunasema angalisho. Tunakupatia angalisho tena sana tena sana. Chef Vano photographe. Pole na population yetu. Wakongomani habana deni yako. Kama unajua kino kwa tupikia bale batu watakulipa, uendelee. Unajua kino shiba patriot, tuko na habari yote, tunajua saa yote ukiendelea mwile comportement kondani, shiba tutakutafuta. Angalisho sana, kuwa makini. Bukavu, Goma ni mji yetu. Kesa swa bale babumbafu wako ndani. Kesa swa bale babumbafu wako muville, mena si piga tuko muville. Kila mouvement yote, kila yote mko naongea tuko pamoja na nyinyi. Angalisho, hatuna haja ya kusema kino shiku bakongomani, tuanze tumalizane, tuanze tufuatane.
Mtu mwingine ni Swandeza mwenye anajiita Kifagio. Mon frère, fanya kazi yako ya kikanisa, fuatilia mambo ya kanisa, achana na mambo ya kuescroquer population mjina ya wazalendo. Kifagio, narudilia. Kifagio, narudilia. Acha kunyanyasa population mjina ya wazawaza. Mon frère, nasema kiloko, hii message ifikie bale watu wenye mnatumia message. Ukiachana na taarifa hizo za Kivu ya Kusini, upande wa Kivu ya Kaskazini, wazalendo pia wamefanikiwa kuwapiga magaidi wa M23 na hivyo kufanikiwa pia kuwakamata wengine 4 mateka eneo la Kilambo tarafani Masisi. Siku hizi za karibuni wazalendo wamekuwa wakifanya kazi kubwa kila kukicha na hivyo kuwapa wakati mgumu magaidi wa M23 licha ya mpango wa usitishwaji wa mapigano, lakini bado magaidi wa M23 wanajaribu kuzichokonoa ngome za wazalendo huku wakitaka kuzikamata, kitu ambacho kinawapa wakati mgumu, na wazalendo hawakai chini lakini wanakiwasha na kuwakunguta magaidi wa M23. Hii ni Baraka1 TV. Baada ya taarifa hizo kutoka Kivu ya Kusini na Kaskazini, turudi upande wa Kivu ya Kusini ndani ya tarafa Uvira ambako raia wameweza kuandamana kutaka ujenzi wa barabara namba 5 ya taifa uweze kuendelea. Mratibu wa shirika jipya la kiraia jijini Uvira, Mafikiri Mashimango ameweza kuongoza kikosi cha mamia ya raia huku wakiandamana kwa amani ndani ya jiji la Uvira na kutaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Fedha kuweza kuondoa fedha kwa ajili ya uendelezi wa ujenzi wa barabara ya taifa nambari 5. Kampuni ya ESK inatengeneza barabara ya taifa nambari 5 kuanzia upande wa mpaka wa Burundi na Kongo hadi maeneo ya bandari kuu ya Kalundu. Imeweza kutangaza rasmi wiki iliyopita kusitishwa kwa ujenzi wa barabara kutokana na kuishiwa fedha, na hivyo kuahidi kwamba hawawezi tena kuendeleza kazi hizo, maana pesa walizopewa na serikali zimewakaukia. Kitendo hicho kimewauzi raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi wale wanapatikana tarafani Uvira na ndani ya mji Uvira, kwa sababu hii sio mara ya kwanza ujenzi mbalimbali kuanzishwa na baadaye kuishia njiani. Shirika la kiraia Bwana Mashimango alikuwa na haya ya kuzungumza. Ni Mafikiri Mashimango, mratibu wa shirika jipya la kiraia de la province. Bwana journalist, acha nikwambie kwamba tumeandamana ni kwa juu ya kulomba pakuwe repris ya makazi ya route numero 5. Unajua kwamba tunakuwa na plus d'une semaine kwenye yenye makazi ya barabara namba 5 imeshimamishwa par l'entreprise, na ndio maana tuliandamana ku exiger au gouvernement de Kinshasa ya kureprendre le plus vite makazi ya route numero 5, kwa sababu pesa iko bloqué kwa niveau ya ministère ya finance, na tumeandika barua memo yetu tuliandika na tulisoma mbele ya ministre excellence Elakano comme gouverneur AI wa province, na alituaidia kama atafikisha ile malalamiko, lakini washa avance wako deja na mabasha ita na washa ongea na wakubwa kwa sababu ya ile swale. Lakini sisi kama raia tunapaswa kuambia kwamba tunapaswa kuambia watu wanatufuata na wajue kwa ukweli kwamba tatizo tulitembelea leo daboro iko koni, kwa sababu kwa safe siku mingi tulifanya interview ya mingi ya kuonesha kwamba kazi ingishimama kwa sababu hapa hakuna pesa, na sisi hatuna uhakika kufatana na mapromesi yenye iko napewa kila siku. Tulionyesha kwamba promesi ziko mingi na muda ya raia ya Uvira, raia ya Fizi, raia ya Kivu iko na chunga, iko tena muda ya maneno, ni muda ya matendo. Na tumwambia kwamba gisi yepeke alisema kama mwezi wa 7 mwanzo makazi naweza anza. Sisi kama shirika jipya la kiraia tuwaambia kwamba pression tutaendelea après 2 semaines 3 semaines, tutaendelea kumacho za kabambi sana, kufikiria meme kuorganiser des villes mortes, kufikiria meme kufikiria ku désobéissance fiscale, pour que quand même tulete viongozi ba Kinshasa baelewe kama Uvira na Fizi lishimama kwa juu ya bora ya infiltration ya M23. Haiko muda tena ya kusahabu
kwa sababu tuko na tabia mingi sana mu Uvira na Fizi. Wakati makazi naanza unakuwa kutana zinashimamishwa barabara munjia na unakutana tunapoteza, na ndio maana nataka kuambia kwamba tuko determine maksio tena za kabambi za nguvu citoyenne zitakuwa organize pourvu que tulete serikali afanye vitu kwa malengo ya raia, na malengo ya kabambi ni makazi irudie tena ifanyike Route Numero 5 pour l'intérêt ya population générale. Merci beaucoup. Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Uvira, unaendelea kusikiza Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni saa 12 za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP, unatupata kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Central pamoja na East Africa, na pia matangazo yetu unasikiza vizuri sana kutoka maeneo ya Afrika ya Kusini. Ejide Kizenga Tembele, Dedone Butoto, King Sele, the only one king, pia unasikiliza Baraka One TV. Na moja kwa moja tuingie huko jimboni Kivu ya Kaskazini, ambako kukamatwa kwa Jenerali Kabido na msaidizi wake Rouse, kundi lake la FPP bar AFP la paza sauti. Jenerali Kabido alikamatwa takriban wiki 2 zilizopita pamoja na msaidizi wake, huku kundi lake la FPP na AFP wakipaza sauti kubwa kutaka wabunge wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini kuweza kuingilia kati, na pia gavana wa kijeshi Kivu ya Kaskazini kuweza kuingilia kati, na raia kutokudanganywa na maneno yanayosemwa kwamba Kabido anashirikiana na magaidi wa M23. Kiongozi huyo wa wazalendo jimboni Kivu ya Kusini aliweza kukamatwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akipewa kesi ya kuwa na ushirikiano na magaidi wa M23, kitu ambacho wafuasi wake wanasema kwamba ni njama za kujaribu kumchafua na kujaribu kuwayumbisha wananchi. Lakini Kabido amekuwa akifanya kazi kubwa kwa ajili ya kupigana na adui, huku akitaka kuweza kuachiliwa kwake haraka iwezekanavyo na bila masharti. Mengi na zaidi afin de permettre au mouvement de prendre des dispositions appropriées et qu'à son tour donne la vraie information aux familles biologiques des victimes de cette arrestation infondée. Le mouvement profite de cette occasion pour appeler les honorables députés du Nord Kivu de porter haut la voix du FPP bar AP en défendant les compatriotes portés disparus. Le FPP condamne avec fermeté certains récupérateurs politiques et certains leaders wazalendo en manque de positionnement et nostalgique ou en conflit de leadership qui tentent de sauter sur l'occasion dans le but de nuire à ses chefs et au mouvement, en les appelant à la retenue ou un soutien patriotique pour obtenir libération des nôtres. Le FPP bar AP appelle la population de ne pas se laisser duper par les personnes de mauvaise foi qui cherchent à ouvrir un couloir à l'ennemi à travers ses malheurs, mais plutôt le mouvement sollicite la population à communier avec le général Kabido et M. Rouse, qui sont arrêtés dans un endroit inconnu, et que Dieu leur porte protection pour que pire ne leur arrive. À son Excellence, M. le gouverneur militaire, responsable Wazalendo, témoin vivant des prouesses patriotiques accomplies par le mouvement dans les guerres contre l'AFC M23 et ADF depuis 2022 jusqu'à nos jours, le FPP bar AP sollicite son implication directe afin que le mouvement recouvre ses droits en obtenant la libération de ses chefs et à la personne du général Kabido et M. Raoussi, afin de permettre au mouvement de mieux continuer à accomplir sa mission de la défense du pays selon l'appel du chef de l'État. Le FPP réaffirme avec ferme détermination son engagement de collaborer avec le gouvernement de la RDC et dans la lutte contre les agresseurs, et réitère son soutien au processus de paix mené par son Excellence, le gouverneur militaire du Nord Kivu. La patrie ou la mort. Fait à Kasuo, c'est mardi 24 juin, l'état-major général. Asante sana kuendelea kuwa pamoja na Baraka One TV, na hayo ndio tulikuwa tuko nayo kwa asubuhi hii ya leo. Mengine tukutanane saa 6, saa 9 pamoja na saa 12, ambako tutakuwa tuna mengi ya kujadili kupitia Baraka One TV. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP.